tukatumie. Bwana sawa, tunamuona Mkojani, tunamuona Makame wanakuwa wanafanya vizuri na kuweza kuitangaza Zanzibar. Je, mnafikiri wao wana mchango gani kwa sasa hivi kuweza kuinua vipaji kwa watu ambao wako chini, kwa sababu ni watu ambao wanaitangaza Zanzibar kutokana na lafudhi ambazo wanakuwa wanazitumia. Je, mnafaidika ama kuna vitu ambavyo vipo tu wanafanya wao kama wao hawakumbuki nyumbani? Kwa wao wanafaidika wao. Yeah. Tunachokifanya sisi tunafaidika sisi. Okay. Yeah. Kwa mchango wana mchango mkubwa kwa sababu kwanza wanatambulisha Zanzibar kwa lafudhi wanaotumia moja kwa moja. Yeah. Unamjua huyu anatoka Zanzibar. Kwa maana hiyo hata ende mbali ana mchango mkubwa ndani ya Zanzibar. Yeah. So yeye tu, hata sisi tukitoka nje ya Zanzibar, lafudhi yetu tutakayotumia tunajulikana wale ni wa Zanzibar. Mchango upo hivyo. Sawa, tunahitaji kujua kitu cha mwisho. Nyinyi bwana mmesema mko watatu, lakini tunahitaji kujua kwa sasa mnajimiliki ama mnamilikiwa? No, bado hatujamilikiwa. Okay, sawa. Ni sisi wenyewe tunajiendesha. Mnajiendesha wenyewe. Of course. Okay, mfano unatokea mdhamini yoyote anahitaji kuweza kuwasapoti katika kazi ambazo mnazifanya, jinsi ya kuwapata atawapata vipi? Sisi atatupata akitaka atatupata. Kwani asitupate? Hilo jibu hebu mpe huko. Bwana katupa mpira kwako. Yes. Ni kweli kwa sababu mimi ndo leader wa crew, mimi ni kiongozi kwa kila kitu. Kwa hivyo maswali mengine yanakuwa wasanii wangu inakuwa kama yanakuwa changamoto fulani hivi ushafahamu. Kwa hivyo kama mimi ni kiongozi itabidi ile swali limepewa nilibebe. Siku zote watu walisema kuwa utu uzima ni jaa ama ni jaa. Kwa hivyo ndugu mtangazaji, hilo swali uliulize tena. Yani kama kunatokea mdhamini anahitaji kuweza kuwadhamini nyinyi kama crew yenu, anamipata vipi kuweza kuwadhamini? Ndio tunapatikana na tunapatikana hapa Zanzibar, ila kama unatutaka nina shida ya hamkoro ama magumashi ama mpumbavu, basi kila mmoja ana page yake ya mitandao, unaweza kuingia na kufollow. Ukisha follow unaweza kutuma kwa kile unachokihitaji wewe. Unafahamu? Unaweza ukaingia katika TikTok ukaandika Hamkoro Mpemba, ama unaweza ukaingia TikTok ukaandika Isaac, ama ukaingia TikTok ukaandika Mpumbavu, na utakapoingia pale basi kwa kile unachokihitaji wewe unaweza kutuma tu test tap. Mtu atakapoingia akiona ile test sasa yeye ndo atakutafuta wewe. Bwana niliona maombi yako yako hivi vipi? Kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana kumweza kutupata. Bwana sawa, leader wa crew hii hapa, lakini pia vile vile tunahitaji kuweza kupata maneno mawili matatu ambayo unawaambia mashabiki ambao wanatazama live katika kipindi chetu cha Ishi na Fun. Maneno mawili matatu ndugu mtangazaji ni kuwa kwanza ni support. Kitu chochote kile kinachofanywa basi kinahitaji kiwe na support ya hali ya juu. Itakapokuwa na support ya hali ya juu basi inakuwa tayari mnatuwezesha na sisi tunapata nguvu ya kuweza kukifanya. Na labda niingie kwenye la pili. Na la pili bwana, tunahitaji kampani ya kiserikali zaidi kwa sababu sisi tupo nyumbani. Tunafahamu sisi tupo nyumbani, kwa hivyo tunataka tuitangaze nyumbani. Tuitangaze kwa njia ya sanaa. Kwani hapa Zanzibar tunaweza lakini bado tunafinywa sana. Hali ya kuwa sio kitu kizuri kwa sababu sisi ni Wazanzibari halisi kabisa. Kwa hivyo serikali juu ya hili muweze kuliangalia kwa upande mwingine, basi muweze kutuwezesha. Sio mimi nazungumzia, muweze kutuwezesha, maana yake ni kwa kila aliye msanii, iwe ni wa kuimba, iwe ni wa maigizo, iwe ni wa sarakasi, basi waweze kuandaa miundombinu. Kamati kae chini kulizungumzia hili, na uzuri zaidi ni kuwa baba yetu